Sasa hili ni balaa zito kinoma noma. Hatimaye siri imeweza kufahamika, hii kimaanisha kwamba Suzy ndiye aliyemzika mama yake na sehemu pekee alipomzika ni sehemu hiyo. Kwa hivyo ameweza kupafahamu. Ni kitu ambacho hakukitarajia kabisa, ila tu alijua labda kwamba kuna mzoga aidha wa mbwa au wa mnyama yote yule ambao ulifikiwa hapo. Hakufahamu kama hii ingeweza kujili, yani kama binadamu ndiye aliyefikiwa hapo. Ni kitu ambacho hakukifikiria kabisa. Sasa tu baada ya kuweza kupiga jembe mbili jembe tatu, anainua mkono wa binadamu, kitu ambacho ni balaa zito kinoma noma. Sasa swali kubwa ni kwamba ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujili? Kumbuka ni kwamba inabidi hapo basi aweze kupelekwa jela. Kama ni vipi huyu ambaye ni Suzy aweze kupelekwa jela. Kwa hivyo moja kwa moja tukio hili linakwenda kuibua maswali mazito sana, mambo mengi sana yanakwenda kufika mwisho katika upande wa Suzy, na huu ndio mwisho mzima wa Suzy na hatima yake ya yeye kuweza kufika katika mikono ya polisi na kuweza kufungwa kwa kosa la kuweza kufanya mauaji ya mama yake. Kwa hivyo hili ni balaa zito kinoma noma. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net, msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni channel ya upendo. Kama kuna nakubali na comment msalafu, kisha nikwambie tu kwamba hakikisha unadondosha maoni yako hapo chini, tuambie kwa upande wako binafsi kwamba unahisi ni adhabu ipi ambayo inamstahili Suzy kwa sasa, kwamba aweze kufungwa kifungo cha maisha au aweze kuhukumiwa kunyongwa kwa kosa la kuweza kuua. Ni kipi hasa ambacho kwa upande wako unakiona ni sahihi aweze kufanyiwa Suzy? Adhabu gani ambayo inamfaa aweze kufanyiwa? Niambie kwenye comment hapo, alafu kisha bonyeza neno subscribe. Basi nichukue nafasi hii kualike, huu ni uchambuzi kwa kina na hapa unazungumza uchambuzi. Kwa hivyo karibu tuweze kuanza uchambuzi. Tutaanzia mwanzoni kabisa ni kufahamisha yale ambayo ulikuwa uyafahamu, lakini pia nikujuza ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujili. Sasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni mwanzoni kabisa, kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Winnie kama unafahamu tayari cha kumpeleka polisi kwa upande mzima wa King. Sasa chajibu ni kwamba King kuna pointi ambazo zimeonyesha wazi kwamba inabidi waweze kumwachia, kwa sababu kesi ambayo aliyoitwa na namna ambavyo alivyokuwa anajidefend, lakini pia ukikumbuka yeye kipindi kile ndiye aliyepiga simu polisi. Ukiangalia mazingira haya utagundua kabisa moja kwa moja kwamba kuna jambo ambalo haliko sawa au limekwenda sawa. Kwa hivyo moja kwa moja inabidi waweze kumwachia aweze kufika mtaani na kuweza rasmi polisi wao wenyewe waweze kuanza uchunguzi. Sasa ukiachana nao ni kwamba kuna kitu kipi hapa ambacho kipo kwa upande mzima wa Winnie. Sasa kwa upande mzima wa King anatoka jela, anatoka polisi. Sasa ujio wa kutoka polisi akiwa hajapata msaada wote ule, aidha kwa upande mzima wa Winnie mwenyewe au kwa upande mzima wa Sandra akiwa hajatoa msaada wote ule, hii inaashiria wazi kwamba King pia ni mtu ambaye inabidi aweze kuwa na misimamo yake. Kwa hivyo hii pia itazidi kumuumiza sana kwa upande mzima wa Winnie, kwa sababu ni vile matarajio yake alijua labda kama akikamatwa basi inabidi aweze kupelekwa jela, aweze kufungwa, lakini imekuwa ndivyo sivyo, kitu ambacho kinakwenda kuibua hisia nzito sana, kwa sababu ataona ni kama alikosea sana, bora hata asingempeleka. Kwa sababu kama mtu ameenda alafu kisha akatoka, imagine unamshtaki mtu unampeleka kafungwe, alafu kesho unamkuta mtaani, lazima kuna vitu utajiuliza swali sana, na unakuwa unatamani walau hata ukamuulize maswali kwamba vipi imekuwaje ndugu yangu, lakini inakuwa ni ngumu tena, kwa sababu tayari uhusiano wako na yeye unakuwa haupo, unakuwa sio mzuri. Sasa hicho kitu ndicho ambacho kimechotokea moja kwa moja, ndio ambacho kilichojili. Kwa hivyo moja kwa moja kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy, huyu ambaye ni Winnie, itakuwa ni ngumu sana kwa yeye kuweza kufanya jambo lolote lile, kwa sababu ndio hivyo, kashamkosea, kashampeleka polisi. Lakini pia kama unavyojua hisia tu ndio hivyo mambo yanavyokwenda. Sasa kitu kingine pia ambacho kilichokuwepo pale ni swala zima la huyu ambaye ni Naomi bana alikuwa amepigiwa simu na mchepuko wake. Sasa hivi kana mchepuko mwingine, kwa hivyo kidogo pale aweze kufahamika, lakini baadaye akameweza kufanikisha kuweza kuepuka huo msala. Ndio maana kama ulivyoona alipata pale kushukuru kwamba kidogo nikamatwe. Kwa hivyo mzee Tano hapo kazi anayo, yani mzee Tano hapo ni kama anapoteza muda, kwa sababu huo ni binti ambaye kiufupi ana mambo mengi na anamuona kama mzee Tano ni mtu tu ambaye anampatia pesa. Sasa kuna vitu viwili ambavyo vipo kwenye maisha. Unajua ukimpenda sana mdada halafu yeye akaonekana kwamba yani kuna dalili unaziona tu kwamba huyu ananipenda kwa sababu nina pesa, basi hapo jua kabisa hakuna penzi lote. Lakini kama akikupenda kwa kitu kingine kabisa,
aidha jinsi ulivyochangamka na uhusiano wenu, labda mazoea mlionayo na nini, akakupenda tu from nowhere. Lakini sio kwa hiyo ukiangalia kabisa, ukichakata akili, hauone kabisa kwamba pesa ikichukua nafasi hapo, kunakuwa na nafasi kubwa ambayo ipo. Lakini kwa upande wa Naomi, kafuata pesa hapo na maisha mazuri, lakini hana mapenzi yote yale. Kwa hivyo kurudiana na Zumba au kufanya chochote kile inakuwa ni rahisi sana, kwa sababu yeye anakuwa amebezi kwenye pesa. Lakini pia wenye pesa pia hawana time na mpenzi, ndio maana inabidi muda, kama ulikuwa kijana, basi umtafute mpenzi wako mkiwa vijana, alafu muoane mfike mbali, kuliko ukiwa na pesa alafu uanze kutafuta, inaweza kukusumbua kidogo. Kwa hivyo huo ni ushauri wangu mimi, Mr. Bongo Movie Network. Sasa kwa upande mzima wa Suzy mwenyewe muhusika, Suzy kwa sasa na pressure nyingi sana na hajui afanyeje kwa sasa, kwa sababu maisha ni kama vile hayaelewi. Kila kuni kwa sasa inaanawishika ni kama inaelekea kukatika, na hii ni kweli, kwa sababu ndo kwanza tayari kule mambo yasharibika. Lakini pia kwa kukamatwa kwa King hapa pia na wasiwasi mkubwa sana kwamba aidha anaweza katajwa. Kwa hivyo ndio wasiwasi mkubwa sana ambao nao na pressure kubwa sana. Lakini pia hajafahamu kwamba King akamatwa kwa sababu ya nini, ni kipi hasa ambacho kilisababisha aweze kukamatwa. Sasa wakati ataelekea kwa King, atapata taarifa pia tena huko nyumbani mambo ni moto. Kwa hivyo hapo atazidi kuchanganyikiwa kabisa. Ule wakati ambao watu wengi sana waliusubiri, ambao ulikuwa ni wakati ambao sasa wa kuweza kushuhudia sasa mtu kama huyu anapata mambo gani, basi ndio huu hapa. Ule wakati ndio huu hapa sasa. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kwa unakubali mtamthilia, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe na dondosha maoni yako hapo chini. Hakikisha nikwambie huu ulikuwa ni uchambuzi kwa kina. Basi tukutane katika video inayofuata. Asante kuweza kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Kwa upande wa Winnie kadhamilia na kaamua iweze kuwa hivyo. Shida inobaki tu ni maumivu anayoyapata, kwa sababu yeye pia alikuwa ameshakwisha kuanza kumpenda King. Yaani alikuwa ameshakwisha kumpenda sana, ndio maana alikuwa tayari hata kuweza kudiliki kwenda rasmi kujitundika juu ya kitanzi au aweze kujiua, kisa kwa upande mzima wa King juu ya taarifa alizozipata. Sasa maamuzi aliyofanya alikuwa akifikiria kwamba inaweza kusababisha au kumfanya aweze kuwa na amani, lakini maamuzi hayo ya kuweza kuhakikisha na mpeleka jela, kuweza kumfungulia mashtaka, bali ni chanzo pia kipya kabisa cha kuweza kumsababishia maumivu makali sana ambayo atakuja kuyajutia huko mbeleni. Kwa hivyo kitu hiki anachokifanya moja kwa moja ni kitu ambacho ni hatari zaidi, hawezi kukimudu ama hakika. Basi nichukue nafasi hii niweze kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe kusudi uweze kupata zile updates kamili na kuweza kufahamisha juu ya mapema kabisa kile kinachoendelea. Bonyeza neno subscribe, hakikisha nikwambie tu kwamba
Sasa asante na shukrani zangu za dhati zikufikie popote ulipo. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha dondosha maoni yako hapo chini kwamba je, kitu ambacho kwa pande mzima wa Winnie alichokifanya ni sahihi au aziache hisia ziweze kufanya mambo yake, kwa sababu kihisia ni kwamba anampenda na anamkubali King. Yani katika swala zima la King ni sehemu ambapo anapakubali sana na anampenda sana. Ni kiufupi anashindwa hata afanye vipi. Lakini sasa ndo hivyo, kitu alichoamua ndo hicho kwamba waweze kumshtaki. Sasa je, unahitaji kuweza kufahamu ni kipi hasa kilichojili au kinachokwenda kujili hapo baada ya hapo? Je, anakwenda kumfunga kweli? Basi nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno sasa, kisha nisikiliza kwa makini niweze kufahamisha juu uchambuzi kwa kina. Hii ni Bongo Movie Network na mimi naitwa Mr. Bongo Movie Network. Hakikisha unabonyeza neno sasa. Basi nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi ambapo nitakufahamisha nini hasa. Kumbuka kuna matukio mengi sana ambayo kwa sasa ukijaribu kuangalia kwa mazingira hayo kuna vitu vingi sana ambavyo tunahitaji kuweza kuvifahamu. Lakini kikubwa na zaidi ni kwamba kwa upande mzima wa mwamba mwenyewe huyu ambaye ni Suzy, naye pia ameanza kuota ndoto za maajabu, ndoto za kuota ananyongwa, kitu ambacho ni hatari zaidi. Sasa kamfukuza mama yake. Yule ni kwa sasa ni kama mama yake kwa sababu hana mama mwingine. Lakini yule mama yake anaahidi kwamba atahakikisha nafuatilia ni kipi hasa ambacho kwa upande mzima wa Suzy anachomficha. Sasa wakati tunaanza moja kwa moja ilikuwa ni wakati ambao alikuwa akijaribu kupafukua pale. Sasa pale ndipo ambapo alipofikiwa mama yake. Sasa ile sehemu ni kwamba kwa pale mzima wa Suzy hataki kabisa iweze kufukuliwa. Sasa inabidi aweze kuchangamka, aweze kutafuta namna nyingine ya kuweza kuhamisha mbaki, kwa sababu kama akiendelea kufanya hivyo basi hakuna solution atakayoifanya. Yani hakuna njia mbadala ambayo anaweza akaifanya zaidi. Badala yake atazidi kujiletea matatizo, kwa sababu harufu itazidi kusogea zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hivyo anazidi kujiletea matatizo. Lakini hivi inavyokuwa ni kwamba anazidi kuvujisha siri, yani anazidi kufahamika zaidi. Tuliweza kuona ni kwamba kwa upande mzima wa Winnie alikuwa amejitundika kitanzi na anataka kuweza kujiua. Mara tu baada ya kuweza kufahamu kweli wote kwamba kipindi kile alikuwa na mpango wa kuweza kuhakikisha anamteka ili kusudi kuweza kumwasa. Ni kitu ambacho kikikumbuka basi uwezo kaamini leo hii. Yani ni sawa leo hii ujue kwamba mtu aje akuteke alafu usaidike, alafu baadaye yani utoroke, alafu baadaye uje usikie kwamba alikuwa ni mtu fulani. Uwezo kaamini na inaweza kusababishia ukachanganyikiwa kabisa, kwa sababu inakuwa ni kitu ambacho kinakuwa kinafikirisha sana kwamba yule endelee fanya hivi na alikuwa anataka kuweza kuniua, hadi nikaomba Mungu aniokoe, nikaomba hivi na hivi kusudi niweze kuvuka ile janga. Alikuwa ni huyu jamaa na mtu ambaye unakuwa unalala naye unafanyaje. Kwa hivyo ni kitu ambacho kifupi kinafikirisha sana, ndio maana yupo tayari hata bora aweze kumpeleka jela, kwa sababu kama ni mtu huyo ndani hatari zaidi. Sasa mambo yanazidi kunoga. Kwa pande mzima wa King ameongea naye na kuweza kumfariji kwamba aache hayo, asifikirie vitu kama hivyo, awazi namna gani ambavyo atakavyosolve katika swala zima la kimapenzi nje na namna ambavyo kwa upande wake binafsi anavyofikiria kwamba huenda ikamsaidia. Lakini kama akiendelea kufikiria hivi basi anaweza kumletea matatizo zaidi na akajikuta akifikiria sana, mambo yakawa ni mengi na moto kweli. Sasa endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojile. Cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia basi endelea kuenjoy. Sasa wakati hawa wanajili na mambo yanazidi kunoga, ni kwamba kuna kitu kipi ambacho kipo kwa sasa, ambapo kama unavyojua kwa sasa ni wakati ambao kuna mambo mengi kweli yanayoendelea, hasa kwa upande mzima wa Sandra. Suzy ameweza kumpatia pesa na kumfukuza moja kwa moja yule mama yake. Ni hatari zaidi. Hadi hivi sasa hajajua ndugu yake yuko wapi, na ukiangalia huyu ni mtoto wake. Yani ni kitu ambacho kinafikirisha sana. Yani ukija kugundua kwamba huyu ni mtoto ambaye kafanya hiki kitu, basi inaweza kukuchanganya na ukaanza kujifikiria kwamba je, ni sahihi alichokifanya? Ni balaa zito kinoma. Basi endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojiri. Lakini pia tuje katika segment ya mwisho kabisa ambayo tulipata nafasi ya kuweza kuona King akiwa pale. Sasa King yote hayo anayafanya kwa sababu anajua udhaifu wa Winnie. Anajua kabisa Winnie anampenda kweli. Unajua sometimes ukishajua udhaifu wako, ni sawa na mimi siku moja nilikutana na bidada mmoja hivi nikaa nimempenda. Baada ya kujua anampenda, basi alianza kuniigizia kila kitu. Lakini mwisho wa siku ndo hivyo, kuna muda moyo unachoka. Sasa unaamua sasa ni bora uweze kuachana naye, yani utemane naye. Kwa hivyo
wakati huo sasa ndio ukifika, sasa ndio huo wakati ambao kwa upande mzima wa Sandra, wa Suzy, wa Winnie ndio umefika sasa, kwamba hataki kabisa kuweza kusikia lolote, japokuwa ni maumivu, anaumia, lakini bado mwisho wa siku hawezi kabisa. Hisia nazo kuna muda zinachukua nafasi yake na kuweza kupita juu mbali. Kwa upande mzima wa King kamwambia mambo mazito sana, na kamwambia vitu vingi sana ambavyo kiufupi vinafikirisha na vimemfanya aweze kuwaza na kufikiria mbali, lakini bado mambo ni mazito kinoma, bado mambo ni moto. Basi endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojiri. Cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia. Lakini katika ile hatua kwamba tunachokuja kujili hapo ni kwamba mambo mazito na mapya yanakuja kujili, ambapo kwa sasa kitu kipi ambacho kinachokuja kujili hapo ni kwamba kwa pale mzima wa Winnie lazima atafanya mpango pia kuweza kumsaidia, kwa sababu atakuja kulaumiwa na akina Sandra kwamba kwa nini kafanya hivyo, na yeye katoa machozi kweli huku akiumia sana juu ya kile kilichojili. Basi endelea kuenjoy na kufurahia. Hii ni Bongo Movie Network, asante kwa na mimi, tukutane muda na saa mwingine. Asante. Kwa upande wa Winnie kadhamilia na kamwe iweze kuwa hivyo. Shida inobaki tu ni maumivu anayoyapata, kwa sababu yeye pia alikuwa ameshakwisha kuanza kumpenda King, yani alikuwa ameshakwisha kumpenda sana, ndio maana alikuwa tayari hata kuweza kudiliki kwenda rasmi kujitundika juu ya kitanzi aweze kujiua, kisa kwa upande mzima wa King juu ya taarifa alizozipata. Sasa maamuzi aliyofanya alikuwa akifikiria kwamba inaweza kusababisha kumfanya aweze kuwa na amani, lakini maamuzi hayo ya kuweza kuhakikisha na mpeleka jela, kuweza kumfungulia mashtaka, bali ni chanzo pia kipya kabisa cha kuweza kumsababishia maumivu makali sana ambayo atakuja kuyajutia huko mbeleni. Kwa hivyo kitu hiki anachokifanya moja kwa moja ni kitu ambacho ni hatari zaidi, hawezi kukimudu ama hakika. Basi nichukue nafasi niweze kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Tumsikie kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe kusudi uweze kupata zile updates kamili na kuweza kufahamisha juu ya mapema kabisa kile kinachoendelea. Bonyeza neno subscribe, hakikisha nikwambie tu kwamba asante na shukrani zangu za dhati zikufikie popote ulipo. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, hakikisha dondosha maoni yako hapo chini kwamba je, kitu ambacho kwa pande mzima wa Winnie alichokifanya ni sahihi au aziache hisia ziweze kufanya mambo yake, kwa sababu kihisia ni kwamba anampenda na anamkubali King. Yani katika swala zima la King ni sehemu ambapo anapakubali sana na anampenda sana, ni kiufupi anashindwa hata afanye vipi. Lakini sasa ndo hivyo, kitu alichoamua ndo hicho kwamba waweze kumshtaki. Sasa je, unahitaji kuweza kufahamu ni kipi hasa kilichojili au kinachokwenda kujili hapo baada ya hapo? Je, anakwenda kumfunga kweli? Basi nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno sasa, hakikisha nisikilize kwa makini niweze kufahamisha juu uchambuzi kwa kina. Hii ni Bongo Movie Network na mimi naitwa Mr. Bongo Movie Network. Hakikisha unabonyeza neno sasa. Basi nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi ambapo nitakufahamisha nini hasa. Kumbuka kuna matukio mengi sana ambayo kwa sasa ukijaribu kuangalia kwa mazingira hayo kuna vitu vingi sana ambavyo tunahitaji kuweza kuvifahamu. Lakini kikubwa na zaidi ni kwamba kwa upande mzima wa mwamba mwenyewe huyu ambaye ni Suzy, naye pia ameanza kuota ndoto za maajabu, ndoto za kuota ananyongwa, kitu ambacho ni hatari zaidi. Sasa kamfukuza mama yake. Yule ni kwa sasa ni kama mama yake kwa sababu hana mama mwingine. Lakini yule mama yake anaahidi kwamba atahakikisha nafuatilia ni kipi hasa ambacho kwa upande mzima wa Suzy anachomficha. Sasa wakati tunaanza moja kwa moja ilikuwa ni wakati ambao alikuwa akijaribu kupafukua pale. Sasa pale ndipo ambapo alipofikiwa mama yake. Sasa ile sehemu ni kwamba kwa pale mzima wa Suzy hataki kabisa iweze kufukuliwa. Sasa inabidi aweze kuchangamka, aweze kutafuta namna nyingine ya kuweza kuhamisha mbaki, kwa sababu kama akiendelea kufanya hivyo basi hakuna solution atakayoifanya. Yani hakuna njia mbadala ambayo anaweza kaifanya zaidi, badala yake atazidi kujiletea matatizo, kwa sababu harufu itazidi kusogea zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hivyo anazidi kujiletea matatizo, lakini hivi inavyokuwa ni kwamba anazidi kuvujisha siri, yani inazidi kufahamika zaidi. Tuliweza kuona ni kwamba kwa upande mzima wa Winnie alikuwa amejitundika kitanzi na anataka kuweza kujiua mara tu baada ya kuweza kufahamu kweli wote kwamba kipindi kile alikuwa na mpango wa kuweza kuhakikisha anamteka ili kusudi kuweza kumwasa. Ni kitu ambacho kikikumbuka basi uwezo kaamini leo hii. Yani ni sawa leo hii ujue kwamba mtu aje akuteke